Akasema ilifika wakati nikaona lazima mimi nifanye jambo, nikapotea kabisa, kufika mpaka kwa waganga, kupeleka kuku, kupeleka ninachotumwa. Lengo nini? Huyu mwanamke arudi katika maisha yangu, arudi, sio atokomee, arudi katika maisha yangu, niwe naye. Siwezi kumwacha, siwezi kuwa mbali naye. Haiwezekani katika maisha yangu nikaishi bila ya yeye. Maisha bila ya yeye ni muhali. Lakini si mwanamke mzuri wala si mwanamke bora. Maana kuna baadhi ya wanawake ukasema, huyu kwa thamani yoyote nikimkosa nitakuwa nimepata hasara. Yeye mwenyewe anakiri kwamba mwanamke huyu ananipeleka mahali pabaya, lakini kumkosa siwezi. Inafika wakati anatoka bila ya ruksa yangu, anakwenda anakokwenda, anavyotaka yeye anafanya, na mimi namruhusu, najikuta tu kwamba nimeshamruhusu. Anarudi wakati anaotaka, na mimi hata kilima siwezi kumwambia. Mimi ndo nafanya kazi za nyumbani, mimi ndo nafagia, mimi ndo napika, mimi ndo nafua. Akaniambia nimefika hadi ya kufua mpaka nguo zake za ndani mimi ndo nafua. Basi huyu mtu amenituma akaniambia, katika mazungumzo ambayo nimekuambia unaweza ukayazungumza kwa watu kwa njia unayoijua mwenyewe, na mimi sipendi kumtaja na wala sitomtaja kwa sababu ni katika amana na ni mambo ambayo hayafai kuzungumzwa kiunaga ubaga, kila mmoja akawa anajua ni fulani au ni yule au kilitokea kadha. Ndani yake kuna ibra na kuna mazingatio. Kilichonivutia zaidi au kilichoniuma zaidi ni kwamba huyu mtu alieleza mpaka akalia, akawa anatoa machozi, na yeye ni mtu mzima. Na ukiona mtu mzima analia, ujue nyuma yake kuna habari nzito. Wenye kulia mara kwa mara huwa ni watoto, na mara nyingine pia wanawake. Mwanamke akipata habari za furaha analia, na akipata habari za kuhuzunisha pia analia. Hajulikani wakati gani yuko katika furaha au katika huzuni. Lakini pia kilio kinaweza tokea kwa mtu mzima, mwanamme shujaa, na usimlaumu mtu ukamwona baba zima linalia. Hapana, kuna mambo mengine bora ulie, sababu ukikaa macho makavu pia ukilia ndani kwa ndani utaumia zaidi. Wanasema ulama wa falsafa, ad-dumu taghsilu al-ahzan, machozi yanafuta huzuni. Hii si hadithi, lakini maneno ya hekima ya wanachuoni wa ilmu al-ijtimaa. Ad-dumu, machozi, taghsilu al-ahzan, zinakosha na kusafisha nyoyo zilizohuzunika. Kama moyo umejaa mambo ya ghamu na hamu na huzuni na usilie, unaweza ukapasukia ndani kwa ndani na ukadevelop maradhi mengine ambayo wala ungelia yasingekupata. Basi mara nyingine muencourage, muhimize mtu lia, alie kwa nguvu, kwa sababu pia kulia ni dawa. Inawezekana ikawa ni njia pekee, na hii ni njia kwa hakika. Hata watoto wadogo mara nyingine wakihitaji kitu hawezi kusema kwa ufasaha, yuabiru dhalika bilbuka, anakuhadithia kutumia kilio. Kilio ni njia moja ya kuwasiliana. Sasa unapomwona mtu mzima analia, ujue kwamba naye yuabiru an halihi, anaelezea mambo yaliyomkuta. Huyu bwana anasema alijaliwa katika siku miongoni mwa siku kupata mke. Huyu mke alikuwa wa aina ya pekee, hakuwa mkewe wa kwanza, lakini alikutana na kisiki. Unajua kisiki, wakulima wanasema
Unapopiga jembe, mara nyingine jembe linaweza likapinda kutokamana na nguvu ya kisiki kile, na mara nyingine ukapiga jembe likakurudia wewe katika kipaji cha uso. Basi wapo wanawake wengine wana tabia kama ya kisiki, kila unavyofanya kila kitu kinakuregea mwenyewe, alafu baadaye unaambulia kwamba wewe hujui unachokifanya ni kipi. Sasa huyu ndugu yetu aliangukia katika mikono ya wanawake aina hiyo. Anasema katika kusimulia kwake, ilifika wakati yeye alikuwa ni mtu 5 salawat, mtu wa kusali sala 5 na zaidi ya sala 5, yani ni mtu mwenda kwenda vizuri sana katika mambo ya dini. Lakini kwa sababu ya mwanamke huyu, ilifika wakati akahama katika imani sahihi, mpaka akafika kwenda kwa waganga na kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya mwanamke huyo. Nilimuuliza, kwa nini umefika katika kushirikisha? Na wewe unajua hata Mtume aliambiwa na Mwenyezi Mungu, la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min alkhasirin. Hata wewe Muhammad ukimshirikisha Mungu, amali zako zote zitaanguka na utakuwa miongoni mwa watu waliopata hasara. Maneno haya anaambiwa Mtume, sikwambii mimi na wewe. Mtume anaambiwa na Mungu wake, ukimshirikisha Mungu siku moja, la yahbatanna amaluka wala takunanna min alkhasirin. Akasema ilifika wakati nikaona lazima mimi nifanye jambo, nikapotea kabisa, kufika mpaka kwa waganga, kupeleka kuku, kupeleka ninachotumwa. Lengo nini? Huyu mwanamke arudi katika maisha yangu, arudi, sio atokomee, arudi katika maisha yangu, niwe naye. Siwezi kumwacha, siwezi kuwa mbali naye. Haiwezekani katika maisha yangu nikaishi bila ya yeye. Maisha bila ya yeye ni muhali. Lakini si mwanamke mzuri wala si mwanamke bora. Maana kuna baadhi ya wanawake ukasema, huyu kwa thamani yoyote nikimkosa nitakuwa nimepata hasara. Yeye mwenyewe anakiri kwamba mwanamke huyu ananipeleka mahali pabaya, lakini kumkosa siwezi. Inafika wakati anatoka bila ya ruksa yangu, anakwenda anakokwenda, anavyotaka yeye anafanya, na mimi namruhusu, najikuta tu kwamba nimeshamruhusu. Anarudi wakati anaotaka, na mimi hata kilima siwezi kumwambia. Mimi ndo nafanya kazi za nyumbani, mimi ndo nafagia, mimi ndo napika, mimi ndo nafua. Akaniambia nimefika hadi ya kufua mpaka nguo zake za ndani mimi ndo nafua. Ni maneno alikuwa akiyasema kwa uchungu, japo nyinyi mnaona mimi nayasema hivi easy au rahisi, lakini kwa mtu anayejua maisha ya mke na mume anaweza kufahamu ni kiasi gani huyu bwana alikuwa amezama katika penzi zito la bibi huyu. Hii nyumba yake ikawa sasa inakwenda katika migogoro mikubwa. Nyumba ya Muislamu ni muhimu sana. Kwa kuwa nimetaja nyumba, nataka nikupeni mfano wa nyumba ya Muislamu ili ufahamu baada ya kisa hiki, wewe mzee ambaye ni wali, na wewe kijana, na nyie vijana mko wengi hapa, na wengine nawajua hapa shaoa, huyu Juma bwana harusi na mwenzake akina Yasini, hao wote vijana, na hawa wengine kesho kutwa watapewa wake. Huu wasia ni mzito sana kwetu sisi. Nyumba sio kitu cha mchezo. Nyumba maana yake ndoa, mke na mume. Arshi ya Mwenyezi Mungu ilitikisika siku moja, ikataka kutikisika zaidi na zaidi, kwa sababu huku duniani kuna habari kwamba nyumba ya Muislamu inataka kuvunjika. Arshi ya Mungu ikafanyaje? Ihtazza arshu Rahman lianna hunaka baitun au baitan sayanhadim.
arshi inatikisika kwa sababu ipo nyumba inataka kuvunjika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtuma mpaka malaika Jibril kuja kusave ndoa hii, nyumba hii isivunjike kwa sababu iliyotokea. Ndoa sio mchezo, na hasa katika ulimwengu wetu wa Kiislamu. Ndio maana ukakuta makafiri katika moja miongoni mwa target za kumaliza Uislamu ni kuhujumu ndoa. Allah anasema wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, hawatoacha makafiri Mayahudi Manasara kuwapiga vita mpaka wakuondoeni katika dini yenu kwa njia yoyote watakayoweza. Wamekaa kitako wakasema Waislamu wanakuwa wengi kwa sababu ya ndoa, sisi tunakuwa wachache kwa sababu kwetu hakuna ndoa, na hata ikiwepo haina thamani. Ndoa ya kizungu, ndoa ya kimagharibi ni ndoa isiyokuwa na misingi, na watakapoamua kuzaa wanazaa mtoto mmoja au wawili. Lakini Waislamu watakapoamua kuzaa wanazaa, na mtume wao anasemaje? Tazawwaju alwaluda, oweni wanawake wanaozaa sana. Kwa hiyo hawa huku wanapungua, hawa huku wanazidi. Tena katika kuoa kwao hao Waislamu, Mungu wao anawaambia fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba, ukipata mmoja ndo huyo, basi ana wake wawili. Hapa tukisema ni wangapi wanawake wawili, wengi watatoa mikono, kila mmoja na wawili wawili, watatu watatu, wanne wanne, wa hakadha. Huku idadi ya ndoa inazidi na watoto wanazaliwa, ni kumaanisha kwamba jeshi la Waislamu linazidi na population inaongezeka kila siku. Kwa hiyo kwa mtazamo wao wanasema magaidi, materrorist, majambazi wanazidi kuzaliwa kila siku, na sisi huku tunazidi kupungua, kwa sababu hata tukizaana ni wawili watatu, watu hawataki kuzaa zaidi hapo. Huwezi kumwona magharibi na watoto kuanzia 7 kuendelea. Katika Waislamu umemsikia mmoja juzi anasema yeye ana watoto 24, wanazaana tu. Sasa kwa ajili hiyo jeshi lao linazidi kuja juu, letu linapungua. Alafu kitu kingine kikubwa wanachotushinda nacho Waislamu, wanalea watoto wao. Sisi hatulei. Sisi tunatoka tunashughulika, tukirudi watoto wanakaa na mayaya wanaowashughulikia. Hakuna discipline, hakuna akhlaq, hakuna tarbia. Lakini hawa wana malezi na misingi, tena wanaambiwa na mtume wao, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum ala tarkiha wa hum abna'u 10 sanawat, waamrisheni watoto wenu kusali wakiwa na umri wa miaka 7. Malezi yanaanza mbali sana. Sisi tunatoka asubuhi tukirudi usiku, watoto hawatujui wala hawafahamu kitu chochote. Sasa kwa maksudi vurugeni culture hii. Sasa ukisikia kuna watu wanasema lazima kuwe na ndoa za jinsia mbili, wanawake waoane kwa wanawake, maksudi ni kwa sababu ya kuvuruga mtazamo wa ndoa. Ukisikia wanaume wanaambiwa waoane, maksudi ni kuvuruga thaqafa na culture ya Kiislamu hii, ambayo maksudio yake ni watu kujaza ulimwengu na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Hapo kuna ajenda za siri, na wala si siri, zinatangazwa kila mahali, mpaka nchi kama Uingereza ikakamata usukani kwamba na kama atakataa mtu haya mambo, hata misaada tumfungie asipate. Ndoa ni kitu kingine. Kwa hiyo nyumba ya Muislamu ilitaka kuvunjika, Mwenyezi Mungu akamtuma Jibril. Ilikuwa ni siku baba mmoja anaitwa Aus ibn Samit alimwambia mke wake, na kuhitaji kwa starehe za nyumbani. Nikisema starehe mnafahamu. Mama akasema hapana, mimi niko katika udhu, sasa hivi nitasali, nikimaliza kusali mambo yetu yatakaa sawa, kwa hiyo nivumilie kidogo. Lakini huyu baba kila alikuwa akiwa mtu mzima, hasira za haraka haraka zinakuja, na watu wazima wengine wako hivyo. Zamani alikuwa mtu mwingine kabisa, peaceful nyumbani kwake, lakini kila akiwa
Mtu mzima anabadilika, na hivi binadamu maumbile yake, hujafa hujaumbika, wanasema kila siku anabadilika, hasira za haraka. Basi hata wakati wa sala umefika, nisubiri kidogo nisali utapata starehe zako, pia hili lilimkera. Bali kuna baadhi ya wanaume hilo pia hawezi kulisubiria, mwache azungumze na Mola wake japo dakika 5. Akamwambia, mimi unaniambia hivyo na kuhitaji wewe unaniambia hivyo, basi kama nitarudi kukuambia neno tena hilo, mimi nikalale na mamangu mzazi. Haya maneno mpaka leo Waswahili tunasema, mama angu mzazi. Mtu anamwambia mkewe, alisema kwa aina hiyo, akasema anti alayya ka dhahri ummi, mgongo wako ni kama mgongo wa mamangu. Alimshabihisha mkewe na mama yake. Baadaye hasira zikatulia, mama ameshamaliza kusali, baba anamfuata tena mkewe, anamwambia, sasa vipi, si umesema umemaliza kusali, sasa vipi? Akaambia, hapana, wewe ushaniambia maneno mazito, wallahi la taqrubni, usinikurubie, hatta as'ala Rasulallah, mpaka nikamuulize Mtume, nini hatma ya neno lako uliloniambia. Nyumba hiyo ya watu wawili tu, ni siri, wenyewe wako nyumbani kwao, lakini Mungu subhanahu wa ta'ala anaitolea solution kauli hii. Akaondoka yule mama mpaka kwa Mtume. Angalia wanawake hawa, anajua yuko kiongozi wa umma anayepaswa kwenda kupelekewa mambo yetu, anamwambia 1, 2, 3. Alilolisema mume wangu liko katika heshima gani? Liko katika mstari gani? Liko katika vipi? Unazungumzaje kuhusu kauli hii? Mambo ya mapenzi wacha mbali, Mungu kwanza na mtume wake. Wanawake, chukueni mfano hapo, ndani yake kuna mafunzo makubwa. Haendi kijumba cha pili, cha tatu, cha 4 kitamaka mtaa mzima unajua kilichotokea katika nyumba ile. Anakwenda kwa mtu mahsus ambaye yeye ndio mfundishaji wa umma, na yeye ndio ameletwa duniani kwa sababu ya kuwatoa watu katika kiza. Anajua anachokifanya mwanamke huyu, pamoja na utu uzima wake, ni aqilatun alimatun. Jaat ila rasulillah, kaja mpaka kwa bwana Mtume Muhammad, akamwambia, ya Rasulullah, baada ya salamu, ewe mtume wa Mungu, inna Aws ibn as-Samit tazawwajani wa ana shabba marghubun fiyya. Huyu sahaba wako Aws ibn as-Samit alinioa mimi zamani, nilikuwa kijana mdogo, mwari, napendeza, kila kitu kinavutia. Na ukimwoa mwanamke anakuwa hivyo, ukimtizama kila kitu kiko mahala pake. Lakini baada ya kumaliza miaka na miezi na umri ukapita, mtoto baada ya mtoto akawa wanatoka katika tumbo langu. Nimemzalia watoto na miaka imepita. Sasa hivi tumbo limeshabadilika, kifua kimebadilika, mpaka uso umebadilika, kila kitu, madhari yangu yamebadilika. Leo mume wangu ananiambia mimi na mamake ni sawa sawa. Ya Rasulullah, silili hilo tu, kama mimi nitakuwa nimeachika, kwa sababu hii kauli ilikuwa ikisemwa katika ujahilia, watu walikuwa kihesabu ni talaka katika ujahilia, mbali na Uislamu. Sasa bibi huyo anajua hii kauli ilikuwa ikitumiwa huko. Sasa ina maana mimi nitakuwa separated na yeye, na ikiwa hali ni hiyo, wa inna liya minhu aulada, mimi nimezaa na yeye watoto. Sasa kama nimeachika hapo, ya Rasulullah, watoto wangu itakuwaje hatma yao? Indamamtuhum ilay da'un, nikiwaachia watoto hao familia yake au yeye mwenyewe, najua watoto watapotea, kwa sababu namjua mimi huyu kulea hawezi. Wa indamamtuhum ilayya ja'u, na watoto hao nikiwachukua mimi kukaa nao baada ya ndoa kuvunjika, pia watakufa njaa, kwa sababu mimi siwezi kuwahimili. Hali zozote zile itakuwa tatizo hapo.
ya Rasulullah, hebu nieleze hatima ya ndoa yangu iko vipi? Mtume akamwambia, wallahi la araki illa waqad harumti alayhi, mimi ninachokiona hapo, naona umeshakuwa wewe haramu kwa huyu mumeo, maadamu amekushabihisha na mama yake. Hal yastati'u ar-rajulu an ya'tiya ummahu kama ya'ti ila zawjatihi, mwanamume hawezi kumwendea mamake kama vile anavyomwendea mkewe. Mke atabaki kuwa ni mke na mama atabaki kuwa ni mama. Kila mmoja ana position yake, ana heshima yake mbali. Naam, unapomuhagi mamako, unapomkabili mamako, shuur na hisia unazozipata sizo zile ulizozipata ulipomfanyia vile mkeo. Na unapombusu mama yako, shuur na hisia unazozipata sizo zile hisia unazozipata ukimbusu mkeo. Labda uwe hayawani, huna ubinadamu, unamtamani mpaka mama yako mzazi alokuzaa, ukamwona ukamtukuza, mama naye anajaribu. Hapana, wewe utakuwa mal'unun wa mal'unun wa mal'un, na watu wanafanya hivyo. Lakini hawa watu wawili ilibidi wapeleke kesi yao kwa Mtume, tena mwanamke ndo yuko mbele katika jambo hilo. Basi akamwambia, haramun alaihi, umeshakuwa haramu, huwezi tena kurudi kwake, kwa sababu mtu hawezi kumfanyia mkewe anayoweza, hawezi kumfanyia mamake yale hidma anazopewa na mke wake. Akawa analia, ya Rasulullah, ndo basi hivi, hakuna alternative, hakuna njia mbadala, hakuna kipengee kinachoweza kunibakisha katika ndoa hii? Akamwambia, hakuna, sioni mimi isipokuwa hilo. Maana maneno ni mazito aliyoyasema. Ya Rasulullah, nipe njia nyingine. Akamwambia, sina. Mama yule alipoona kwa Mtume amefika, amegonga mwamba, akasema, ila Allahi ashku hajati. Basi kwa masikitiko makubwa namshtakia Mungu matatizo haya. Sasa pale aliposema vile tu ndo alipotumwa Jibril, namshtakia Mungu matatizo haya, sitaki ndoa yangu ivunjike. Usikubali ndoa yako ikavunjika bila ya sababu yoyote ya msingi inayopasa mtu kuivunja ndoa. Usivunje ndoa. Bwana Mtume anasema, tazawwaju wala tutalliqu. Talaq katika ndoa ni sawa sawa na operation ambayo daktari baada ya kuchunguza mguu wako muda mrefu na kukupa dawa ambazo zimeshindwa kukuponya na kukuchoma mashindano yaliyoweza au kutoweza kukidhi haja, baadaye ndo anasema huu mguu lazima tuukate kwa sababu sumu yake itafika mpaka moyoni, utakufa wewe. Hii ndio talaka katika Uislamu. Sio jambo dogo hafifu lisilokuwa na uso wala mgongo, limetokea red card. Hapana. Sayyiduna Aus ibn Samit yuko nyumbani, mke wake anaihami ndoa kwa Bwana Mtume, na kwa Bwana Mtume alipokosa ilaji akarudi moja kwa moja kwa Bwana Mungu, anasema, ila Allahi ashku hajati, kwa Allah napeleka matatizo yangu. Sasa nini kilitokea? Sayyidina Jibril akashuka na aya hizi, bismillahir rahmanir rahim, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Qad sami'a Allah, hakika amesikia Mwenyezi Mungu. Ile ila Allahi ashku hajati, hakika amesikia Mwenyezi Mungu. Qawla allati, kauli ya mwanamke ambaye tujadiluka, anakujadili na kukuregea regea. Mujadala ni kuregea regea maneno, unasema unajibu. Tujadiluka fi zawjiha, kuhusu ndoa yake. Watashtaki ila Allah, anashtaki kwa Allah. Mungu amesikia mashtaka yake.
wallahu yasma'u tahawurakuma, na Mungu anasikia mjadala wenu nyinyi wawili, Muhammad na Sayyida Khawla. Huyu mwanamke kaitwa Khawla bintu Malik au Khawla bintu Thalaba katika riwaya. Wallahu yasma'u tahawurakuma, na Mwenyezi Mungu anasikia mjadala wenu nyie watu wawili. Inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu, sami'un, ni msikizi, basiri, muoni. Ukisoma suratul Mujadila, ni sura ya pekee katika Qur'ani ambayo kila aya moja imeingia lafzul jalala ya Allah kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na aya zake ni 22 kama sijakosa. Kuanzia aya ya kwanza mpaka ya mwisho utakuta neno lafdhul jalala, kilma Allah Allah Allah, kwa uzito wa ishu iliyozungumzwa hapo. Sura hii ni suratul Mujadila au suratul Mujadala. Sayyida Khawla bintu Maliki anaambiwa, Mungu, nimesikia maneno yako. Sasa sikiliza Muhammad, nakupa solution yake. Huyo mwanamke kweli anampenda mumewe na anataka ndoa yake ibakie, lakini neno lilosemwa ni zito. Sasa ikiwa wanataka kurudi tena katika hali ya kawaida, waambie. Lakini kabla sijawapa solution, wale wanaowafananisha mama zao na wake zao, alladhina yudhahiruna minkum min nisaihim, wale wanaowafananisha mama zao na wake zao, ma hunna ummahatihim, wafahamu vizuri kwamba wake zao si mama zao. In ummahatuhum illa allai waladnahum, mama zao ni wale walowazaa. Kama hakukuzaa huyo si mama yako, kwa maana kwamba huyo mkeo hawezi kuwa mamako. In ummahatuhum, hawakuwa mama zao, illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura. Na hao wanaume wanawafananisha wake zao na mama zao, wanasema maneno ya uzushi na maneno mabaya, maneno mabaya mno. Usije ukamwita mkeo mama, wala mume usije ukaitwa baba na mkeo. Baba atabaki kuwa baba na mama atabaki kuwa mama, na mke ni mke na mume ni mume, mtoto ni mtoto. Sasa ikiwa wanataka kurudi katika maisha yao ya zamani, fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa, waambie hao waache mtumwa huru. Zamani watumwa wapo, lakini Uislamu haupendi utumwa. Ndio maana kosa moja tu unaambia mwache huru, awe free kama wenzake. Waambie hao waache watumwa wao huru, mwache mtumwa huru. Kawaambia basi, laqad sami'a Allahu qawlak, Mungu ameshakusikia. Hapo hapo Mtume akapata wahi. Sayyida Aisha nasema, wallahi laqad kuntu ma'ahum, nilikuwa pamoja nao, wallahi mimi sikusikia anachozungumza mwanamke, walakin Allah sami'a qawlaha, lakini Mungu alisikia kauli yake. Kamwambia mwite mumeo, akenda akaitwa Ausu ibn Samit. Mkeo amekuja na mashtaka hapa mazito, neno ulilolisema ni baya, na Mungu anasema hivi 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 hivi, sam'an wa ta'a ya Rasul, nimesikia. Sasa solution, nenda kaache mtumwa huru. Bwana Ausu akasema, la ajidu ya Rasulullah, sina mtumwa nyumbani. Sio kila mtu anamiliki mtumwa, sababu wanauzwa au sokoni. Kama huna hela utanunua nani ni mtumwa? Huyo bwana alikuwa fukara. Sala ajidu ya Rasulullah. Qur'ani kaendelea, waman lam yajid, kama mtu hakupata mtumwa, fasiyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa, afunge miezi miwili yenye kufuatana kabla ya kuingiliana. Miezi miwili ndio kafara la kumwita mkeo mama, kufunga miezi miwili, kwa maana kwamba yenye kufuatana bila ya kudondosha siku hata moja. Bila shaka ukitoka hapo adabu, huwezi tena kusimama ukasema mama wakati ni mkeo.
Na hapo ndipo utakapoona umuhimu wa hiyo nyumba, umuhimu wa hiyo ndoa, na umuhimu wa nyinyi wawili kuwa wanandoa. Fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa faman lam yajid fasiyamu shahraini, afunge miezi miwili mutatabi'ain, yenye kufuatana, min qabli an yatamassa. Waman lam yastati, kaitwa basi kama huna mtumwa funga miezi miwili. Asema ya Rasulullah, la aqwa la astati, siwezi kufunga miezi miwili, nitakufa. Toba, miezi miwili siwezi. Mtu mzima, tumezungumzia hapa kwamba ni watu wazima, lakini ndoa wala nyumba wala maisha ya zaujia hayana cha utu uzima wala ujana. Nyumba ni nyumba tu. Mtu asitelekeze mke wake akasema tushakuwa watu wazima. Kama kuna mambo anayaweza kuyafanya ayafanye, asimwambie tena yeye mamake fulani, wewe tushazaa tuna wajukuu tena na vitukuu, bado tu wewe unanitaka. Hapana. Kama kuna mambo hayo yanawezekana yatekeleze. Tena unatakiwa uheshimu ndoa yako. Kama hana mtumwa afunge miezi miwili, hawezi afanye nini? La aqwa ya Rasul, siwezi. Qur'ani kisema man lam yastati fa it'amu 60 miskina. Kama mtu hawezi, na angalia mulahadha, yani Qur'ani inakwenda kwa dika. Kilima cha mtume alisema man lam yajid, kama mtu hakupata. Kilima cha kufunga hakusema kama mtu hakupata, man lam yastati, kwa sababu mtumwa unaweza ukafika wakati mtume ameshawaacha huri na Uislamu umeshapiga msasa jambo hili, utafika wakati kutakuwa hakuna watumwa. Kama leo hakuna watumwa, labda utumwa mambo leo tu. Na ikiwa mtu atakuwa hawezi kufunga miezi miwili yenye kufuatana, alishe maskini 60. Hii ndo kafara ya jambo linaloitwa dhihar na ulamaul fiqh. Dhihar, kumfananisha mkeo na mama yako, au kulitenda tendo la ndoa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani mchana. Hii pia inakwenda katika kafara ile ile. Kama uwezi lisha maskini 60, akaambia basi uwezi kutoa mtumwa, uwezi kufunga, lisha maskini 60, utarudi katika maisha yako na mkeo kama kawaida. Akasema siku 60 sikuweza, na maskini 60 miezi miwili sikuweza, maskini 60 siwezi kuwalisha tena. Akamhakikishia kwamba haliwezi hilo. Akamwambia ya Rasulullah, ma fil madinati baitun ashaddu faqran minni, katika hii Madina nzima hakuna nyumba iliyopigwa na wimbi la ufukara kama nyumba yangu mimi. Katika mafukara wa Madina mheshimiwa wao mimi, vipi nitalisha maskini 60? Kwa hiyo mambo yote matatu yaliyoletwa katika Qur'ani huyu bwana hajafiti nayo. Hawezi, mtumwa hana, miezi miwili hawezi, na kulisha maskini 60 ndo kabisa. Ye mwenyewe alipo nataka kulishwa. Akaambia Rasulullah, siwezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia nyumbani kwake kumsaidia huyu bwana kama kiongozi wa juu. Akachukua kikapu kina tende, akamwambia nenda at'im biha miskina, nenda kalishe maskini kwa kadri ya hicho ulichokuwa nacho. Kaambia Rasulullah, alhamdulillah, hii riziki hii mimi mwenyewe nilikuwa naitafuta muda mrefu sijapata, leo imeniangukia. Nitakwendaje kulisha watu wakati ninaihitaji? Naenda kula mimi na mke wangu. Mtume akacheka mpaka meno yake ya huku mwisho akaonekana. Kuna hii bala sasa huyu mtu tumfanye nini? Ulama wakasema mtu akiwa katika hali hiyo sasa inabidi yeye anyanyue mikono tu mbinguni aseme Mungu nimetubu, alie sana na Mungu atamsamehe makosa yake. Maana kila kilichokuwa kinaambiwa akifanya hakiwezi. Mtumwa hana miezi miwili hawezi, kuwalisha maskini 60 hawezi, alichopewa chakula pia anasema hiki kinanifahamia kwa sababu mie wa mwanzo nataka kupewa. Na kweli utakwenda kulisha watu mwenyewe huna nyumbani, itakuwaje? Ibda binafsik, anza wewe, anza kula mwenyewe.
Basi huyu bwana akaondoka zake pale, nyumba hii ikasalimika. Sasa hii nyumba ili isipate na misukosuko, ikapata kreki, ikataka kuvunjika, inatakiwa kuanzia mwanzo utizame unayetaka kumuoa. Ulama wanasema idha tazawwajta fakun hadiqa, ukitaka kuoa kuwa mchunguzi. Kun hadiqan, yani macho yako yawe yanatizama kwa uangalifu sana. Was'al 'anil manbati was'al 'anil ghusni wa manbati, na uulize tawi na mzizi wake. Ukitaka kuoa kuwa mwangalifu. Is'al 'anil ghusni wa manbatihi, uliza tawi na mzizi wake. Yani maana yake huyo mke unayetaka kumpeleka nyumbani akawe mkeo, kwanza chunguza vizuri, alafu ulizia tawi mpaka mzizi. Maana yake hata ukitaka kufanya hilo jambo iwe umezama kuchunguza, kamzaa nani, kazaliwa wapi, koo yake iko vipi, familia yake ikoje, na hivi ufike, kwa sababu kuna jambo muhimu unataka kulifanya, zisije zikaja hizi shida ambazo zinawapata watu katika ndoa. Kule Arusha niliwahi kusikia neno moja zito sana. Siku moja yupo babu mmoja ambaye tulikuwa tumeshukia kwake, mwenyeji wetu katika safari za dawa. Basi katika mazungumzo alisema kilima kimoja kikubwa sana. Anasema, unajua Sheikh, kuoa. Akaniuliza kwanza, unajua mchezo unaitwa korokoro? Akaniuliza. Kwa hakika nilikuwa sijui. Nikamwambia sijui korokoro ndo nini. Sema korokoro, kuna michezo watoto au zamani watu, nadhani mpaka sasa hivi ni haramu, Iki watoto walikuwa wakicheza, mtu anachukua kitu korokoro, alafu anakuambia weka pesa sehemu fulani, unajua unaweka, baadaye unaambiwa umekula au umeliwa. Akaniambia, unajua umeshaijua korokoro? Aliponifahamisha hivyo nimeijua. Akamwambia, basi kuoa ni sawa sawa na korokoro. Nikamwambia, kivipi? Anasema ile korokoro ima unaliwa au unakula wewe. Lakini akaniambia hapo sio mwisho, akaniambia na mara nyingi huwa unaliwa. Nikasema kweli. Nikamwambia ndoa ni sawa sana korokoro. That is not all. Anasema tena sio korokoro tu. Korokoro maana yake ima unaliwa au unakula wewe, unafuta au unafutwa wewe. Na hivyo pia sio mwisho wake, na mara nyingi huwa huli, unaliwa wewe. Sasa katika ndoa mara nyingi hupati, unapatikanwa. 75% katika ndoa zina matatizo, na matatizo yalianzia pale kutokea wakati wa kuchagua nani wa kuoa au kuolewa, na matatizo hayo ndio yamesababisha mpaka vurugu katika ndoa. Maji yakiwa chumvi ni kwa sababu ya sehemu uliochagua kuchimba kisima. Ukitaka kupata maji tamu, tafuta mchanga uliokuwa mzuri. Umechimba kisima chako, mkondo wa kisima kile ni karibu na baharini, inawezekana ikawa karibu na baharini, lakini pia ukapata mahala pazuri. Mara nyingi mimi nishawahi kuona kisima hapa, kisima bahari hapa, lakini maji yake tamu, kwa sababu umefanya observation, ukachunguza. Nafanya kila juu chini upate kitu kizuri. Sasa vijana ambao wameshaoa watasema, lakini haya ulikuwa uyaseme kabla. Ushayasema sasa hivi. Hata kama umepata uhodari, vile vile ni kupata kitu ambacho hakikuwa kizuri, ukakitengeza ukikawa kizuri, ukakibadilisha. Na ninaamini kuna baadhi ya wanawake ni wabaya, lakini wanakwenda kubadilika katika mikono ya waume zao. Lakini pia vile vile kuna wengine ni wazuri, wanakwenda kubadilika katika mikono ya waume zao. Yote mawili. Na pia kuna wanaume wengine ni wazuri, wanabadilika katika mikono ya wake zao, na wengine vile vile ni wabaya, wanabadilika katika mikono ya wake zao. Yote yanatokea. Lakini nalizungumza hili kwa sababu nyumba ni kitu muhimu sana katika jamii.
Mtu akitaka asitake, anatakiwa awe mtulivu sana na awe selective wakati wa kuoa au kuolewa. Ndio maana wazee wa zamani unaona kila kitu, unaona kama walikuwa na tabia mbaya bwana, tena walikuwa na ubinafsi, tena walikuwa hawakusoma, hawafahamu, maana kila kitu wana object. Wameshakuja wachumba chungu nzima wamekataliwa. Fulani kaja very handsome boy, baba kamkataa. Mwingine kaja mapesa yanamninginia, baba kamkataa. Mwingine na maduka 5 darajani, we baba utaka tunioa wewe, nioe basi. Watoto hawafahamu. Wengine wanawaambia, mpaka wale wanaotoka kuwaoa watoto wanawaambia, we mzee, mbona mimi nataka kuoa mtoto wako unambania bania, unakula mwenyewe nini? Wanawaambia wazee maneno machafu, lakini hao wazee wanatulia, kwa sababu mpaka ufike kumwambia mzee atake kuwa mkweo maneno hayo, we kweli una adabu, ulistahiki kunyimwa. Na wazee wanaona mbali. Sasa zamani sio kwamba hawakusoma, hawa wazee wanajua usuli na misingi. Watoto wa leo ni watoto wa internet, wa chumba wanatafuta kwenye Facebook, wa chumba wanatafuta kwenye mitandao. Mtu ameshachati na mtu amekwambia maneno 2 matatu, na kupenda na kumiss na kunini, nimezimia, nimeoza nini, huyu ndo anataka. Unamwambia baba, usiponiozesha huyu mie kwa heri. Baba anaona badala ya kumkosa mtoto, basi atakwenda kuyaona, anakuozesha wakati hayuko radhi. Na ndoa nyingi ziko, mnakwenda huko, baada ya siku 2 na kipande mnatimuana, unarudi kwa wazee wako, inakuwa maisha yameshaharibika. Idha tazawwajta fakun hadiqan, ukioa kuwa mwangalifu. Was'al 'anil ghusni wa manbatihi, uliza mti na matawi yake na mizizi yake. Katika hiyo hadithi inasema bwana Mtume, iyyakum wa khadra ad-diman, jiepusheni na mboga za jani. Qalu wama khadra ad-diman, michicha ile inang'ara lakini iko jani. Anasema almar'atu alhasna'u fil manbati su, mwanamke muovu mahala, mwanamke mzuri mahala paovu. Maana mtakapokuwa pamoja, huyu mwanamke hana reference. Mkikosana kidogo, reference yake mbovu, na ukifika kule utaambiwa, bwana, sisi tulikuozesha tena karibu na bure, tukupendelea. Usiona mnyanyasa tu, mwache. Wale wanakuhimiza utoe talaka, hapo ndo reference mbovu. Au watakwambia, bwana, mtoto wetu sisi hakuzoea hayo mambo, sisi tulimlea maisha mengine, wewe unampandisha madaladala tu, kama una uwezo wa kununua gari basi turudishie wenyewe. Reference mbovu hizo. Wanakuingilia katika maisha yako na mkeo. Mke akishatoka katika mikono ya wazee wake, tena yuko katika mikono ya mumewe. Tena baba, usiende ukapange, nataka mwanangu asubuhi chai ya maziwa, na mchana kama si nyama ya kuku ya bata, angalau nyama ya porini kwa wiki moja, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa msasi zamani. Mtoto huyu mimi nilivyomlea, nimemsomesha, nataka asikae nyumbani awe goalkeeper tu, awe anafanya kazi. Unaweka masharti chungu nzima. Reference hizo ndio Mtume akasema angalieni vizuri. Sasa mara nyingine wazee wanakuwa wazuri, lakini watoto wanakuwa wabaya. Basi kun hadiqan. Akaniambia huyu mwanamke, tumezozana, kila nikimwacha najikuta lazima nimregee, inabidi nimwache kutokamana na tabia zake. Tabia haziridhishi. Kama anatoka usiku anakwenda sijui anakwenda wapi, na mtu anatoka usiku bila shaka akili yako inakwambia anakwenda haya usiku, anakwenda wapi? Allah anasema waja'alna nawmakum subata waja'alna al-layla libasa, laleni usiku. Yeye usiku ndo anaenda kutafuta maisha, haya anakwenda wapi? Alafu anarudi usiku, nifungulie, anafungua mlango, mumeo anafungua mlango, unatoka wapi? Si kazi yako. Inabidi atizame tu, anampenda. Inabidi ule athari za dini zinampata, maneno bwana, mimi siwezi kukaa na mke kama wewe, talaka kwenu. Anamwacha. Baada ya wiki anajikuta hawezi kukaa bila yeye, anarudi, anamwangukia,
nisamehe, na chozi analimwaga. Maskini, machozi mengine yanapotea bure bure. Machozi haya yangemwagwa katika toba, Mungu akusamehe dhambi zako zote, lakini unazimwaga chozi hizi kwa sababu ya mwanamke. Mwanamke mwenyewe fisadi, mwanamke mwenyewe maluni na nusu, anatoka hakujali, hafanyi kitu chochote, lakini machozi unayamwaga kwa sababu yake. Basi na mwanamke akishaona mwanamume hali hiyo, kwa sababu ni wepesi wanawake wa kuwasoma waume, mumeo anakuja, mimi na mume, basi hajiwezi chochote yule mbele ya, msimone vile, mkivimbisha mashavu kidogo tu 8,500 mkitaka hapo hapo zinatoka, hata kama atakwenda kuiba. Na huyo ameshakusoma, ameshajua weakness yako iko wapi, kwamba hawezi kumkosa. Tahadharini sana, hawa wanawake ni watu wengine ambao Qur'ani imesema katika sura At-Taghabun, enyi mlioamini, inna min azwajikum wa auladikum fitna, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, hakika baadhi ya wake zenu na watoto wenu ni maadui zenu. Hii ni aya ya Qur'an. Inna min azwajikum, min sio wote, hakika baadhi ya wake zenu, wa auladikum na watoto wenu, aduwwan lakum, ni maadui zenu. Vipi mkeo anakuwa adui? Mtu uliokuwa unakabiliana naye, mnabadilishana kila kitu, mmevaana, ameona kitu kwako ambacho mtu mwingine hawezi kuona, na wewe vile vile. Mambo mangapi ya siri mnashare, mmeshare mpaka anfas, pumzi zenu, mmeshare kila kitu. Awe adui yako huyo? Nasema naam, ni maadui zenu. Fahdharuhum, kuweni na tahadhari. Huu ndo adui wenyewe. Anajikuta anamrudia, anarudi nyumbani, wanakaa. Baadaye anasema mpaka akamwacha, talaka zote 3 zikaisha, ikawa bado wanamhitaji hivyo hivyo, wakawa wanakaa hivyo hivyo kama mke na mume, wakizini tu na talaka zimekwisha. Na huu mchezo unakuwepo kwa watu wengi sana wanandoa. Ameacha tena mpaka talaka zimekwisha 3, lakini bado anamhitaji. Ala ile muhalil pia hakuna, anakaa naye tu moja kwa moja kama mke wake, lakini talaka kwa hakika zimekwisha. Sasa ile ni zina kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Haya yametokea kwake. Akiondoka kidogo, hawezi kukaa peke yake, ndipo alipoingia mpaka kwa waganga afanye ushirikina, huyu mwanamke abakie katika maisha yake. Mwanamke amekupeleka mpaka katika shirki, umefanya mpaka tena uzinifu, maana ndoa talaka zimeisha, umefanya kila kitu, tena wakazi gani?